Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba TV? Karibu sana tuzungumze mengi ya kimichezo, na leo hii niko hapa na mtaalam kabisa wa uamuzi Osman Kazi, mwamuzi wa kimataifa mwenye uzoefu na hii fani kwa takriban miaka 30 kasoro. Tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye vitu mbalimbali kutuhusu waamuzi wa hapa ndani na wale waamuzi ambao wanatoka nje. Tutakugusia mengi kweli kweli. Mimi ni Erin Junior, nyuma kamera ipo director Moji. Karibu sana. Kiongozi kwema? Mambo vipi? Safi tu za kwako? Safi. Moja ya watu muhimu sana katika tasnia ya mpira, watu wanakutegemea sana ni wewe. Kwako wewe labda? Wako wote kwenye kutafsiri maamuzi? Naam. Wewe ni mtu sana. Nashukuru. Wa kimataifa, hongera. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uwezo huo. Au sivyo? Hongera sana. Nashukuru sana. Sawa, tuanze kugusia kuhusiana na swala zima la waamuzi. Una utaalamu huo kwa miaka takribani 30 kasoro. Tunaweza pia tukagusia inafika miaka 30 Ni muda mrefu. Tayari ushakuwa mwandamizi. Tangu 98. Sawa sawa. Sawa. Sasa hivi tumekuwa tunashuhudia waamuzi kutoka nje wakiwa wanakuja hapa kuchezesha nchini kwetu. Sio swala jipya, lakini sasa hivi imekuwa kama ongezeko limekuwa ni kubwa sana. Tuanzie hapo. Kuleta waamuzi kutoka nje, kwa mtazamo wako, kuna faida gani kwanza, na kwa nini tufikie hapo? Faida iliyopo ni kwamba mindset za Watanzania tumeamua kuwakataa marefari wa humu nchini kwa sababu tunazozijua sisi, sio kwa sababu ambayo ina validity ndani yake. Ni kwa sababu tu sisi tumeamua kuwakataa waamuzi wetu. Kwa hiyo imani ya Watanzania wengi wasiojua sheria ni kwamba sisi waamuzi wetu hawa qualify kwenye kuchezesha, ila wale wa kimataifa wana qualify. Mimi naona ni hilo tu, lakini isichukuliwe kwamba Osman Kazi amesema wa nje wana qualify, wa kwetu hawa qualify. Wenyewe wanakuambia chanzo kikubwa kutokana na maamuzi ya waamuzi wa ndani ambao wanayafanya. Tumeona kumekuwa na makosa ya kibinadamu mengi sana, ndio maana inapelekea pengine tukaleta waamuzi kutoka nje. Hawana makosa ya kibinadamu, hatujayaona kwenye hizi mechi tatu, kwa sababu mpaka sasa hivi ni mechi tatu zimechezeshwa na waamuzi kutoka nje. Mmoja ilikuwa ndugu yetu kutoka Kenya hapa, wa kwanza walikuja waamuzi kutoka Misri, alafu juzi wamekuja waamuzi kutoka Morocco. Hatujaona makosa ya kibinadamu. Mimi kwanza mechi ya kwanza ile waliokuja tu wale wa Misri, kuna makosa tu niliyaona na tuliyachambua kwenye vipindi mbalimbali kwamba mbona wana makosa kama hao wa kwetu. Isitoshe, ilivyokuja hii dabi ya fainali ya Muungano Cup, kulikuwa na makosa pale, sio ya maamuzi yaliyoamuliwa, bali yalikuwa yanaamuliwa maamuzi nusu. Unatoa foul sehemu inayostahili kadi, unaamua usitoe kadi, au sivyo? Kwa hiyo maamuzi kama maamuzi yanaamuliwa, lakini kadi haitolewi. Ile nayo ni kosa. Sawa? Ukija kwenye mechi ya marudiano ya ligi kuu, unaona kabisa maamuzi ambayo yanaweza yakatoa maamuzi ya mechi, maamuzi hatoi. Makosa haya ya kibinadamu, au sivyo? Kwa hiyo nobody is perfect, lakini ukija kuangalia mimi sijawahi kuafiki marefari wa kimataifa kuja kuchezesha dabi yetu, kwa sababu sisi tuna uwezo wa kuchezesha hizo dabi. Marefa wa ndani? Yes. Nikuulize swali jepesi tu. Mechi ya round ya kwanza ya ligi kuu ya NBC alichezesha nani? Yes, alichezesha nani?
au wapi? Hakuwa Arajiga. Tatizo mnakariri majina. Sawa. Hebu nitajie marefari watano unaowajua. Arajiga wa kwanza ushamtaja. Mwingine? Ushaanza kufikiria? Mwinchui. Na ya kwanza alichezesha Mwinchui. Umeona sasa? Kosa ya kibinadamu umefanya na wewe. Au si? Kama alichezesha Arajiga, si kosa ya kibinadamu. Kumbe unajua aliyechezesha alikuwa ni Mwinchui. Au si? Kamati ya masaa 72 au shirikisho ilimwadhibu? Walioadhibiwa nani? Assistant. Au si? Kwa hiyo ukiniambia mimi nitakwambia marefari wa kuchezesha dabi wapo. Yuko Mwinchui, yupo Mohamed Mkono, the best assistant referee nchini kwangu mimi. Sawa. Yupo Frank Komba, mmoja kati ya waamuzi wasaidizi wanaoaminika mpaka na CAF. Au sio? Wanao uwezo wa kuchezesha hiyo dabi. Then kwa nini tunakimbilia? Achana na hiyo. Kuna incident moja, mimi mpaka kesho nitaendelea kusema, ni mdomo wangu, ni akili yangu, ni upeo wangu, ni utashi wangu, nitaendelea kusema. Yule referee kutoka Morogoro aliyechezesha mechi kati ya Azam na Yanga, ambaye alidaiwa kumdodosha Dube dakika za mwisho, hakutoa penalty. Hapakuwepo na penalty pale. Haikuwepo. Hapakuwepo na penalty. Hapakuwepo. 100%. Kaangalieni tena ile clip, ule mpira Dube alivyotaka kumtoka yule beki wa Azam Mandoza aliucheza ule mpira ukaenda kwa Akaminko. Au sivyo? Kwa hiyo hakufanya kazi ya kumzuia tu Dube. Yule aliucheza mpira ukaenda kwa mwenzake. Penalty inatoka wapi? Hapakuwepo na penalty pale. Lakini I don't know, waliochukua waamuzi wana vigezo vyao. To me, no penalty. Kamati ya masaa 72 sasa hivi wanasema ni kama inafanya maamuzi kutokana na pressure ambayo ipo, kwa sababu matukio yanapojitokeza uwanjani pressure kubwa inaanza kupeleka na hawa wadau wa soka mitandaoni. Wanapoongelea kwamba hii kitu kilikuwa hivi, na hata maamuzi ya kamati ya saa 72 yanakuja ikiwa ni hivyo hivyo kama wale ambao wadau wanayatoa. Pengine ni pressure ya mitandao ya kijamii. Si shangai. It is possible. It is very possible. Kwa sababu mimi hutonifundisha chochote kuhusiana na sheria za soka. Sawa? Kuna mtu mmoja mimi nilimpigia simu, siwezi kumtaja jina, wa hiyo kamati, ambaye nimwambia, bwana, hivi kweli mimi iliniuma sana yule referee wa Morogoro anaitwa nani? Jina lake limetoka kidogo. Aliyechezesha mechi ya Yanga na Azam, kwamba alimudu ule mchezo kadi foul, alafu unakuja kumfungia. Iliniuma sana. Nikasema kwamba ni ile pressure ambayo ilikuwa inatolewa na social media. Inawezekana. Mimi nakubaliana nayo. Mimi sina maoni yangu. Utanipangia? No. Alafu nikwambia kweli, mimi nimenyoka sana. Napenda watu wanichukie kwa jinsi nilivyonyoka, na napenda watu wanipende kwa jinsi nilivyonyoka. Kwa sababu mwisho wa siku akili ya mtu utamwambia, bana, huyu anachokisema ni kweli au sio kweli. Kama hujui tu, kama unajua tu. Sawa, kamati hii imekuwa ikitoa adhabu kama walivyosema hapo, wengine wakishushwa madaraja, wengine wakifungiwa. Kwa hao waamuzi ambao wanatoka nje, ikitokea wanapofanya makosa haya kibinadamu, huoga ni nani ambaye ana jukumu la kutoa maamuzi ya pale ambapo wanakuwa wanakosea? Kanuni yetu haijaonyesha ni hatua gani zitachukuliwa endapo mwamuzi kutoka nje ya nchi akichezesha mechi akakosea, ataadhibiwa au hatua gani zitachukuliwa dhidi yake. Kwa hiyo hayo ni mapungufu yaliyoko kwenye kanuni yetu. Kanuni yetu inasema kwamba bodi ya ligi itaweza kutumia waamuzi kutoka nje ya nchi kama itaona umuhimu wa kufanya hivyo, lakini hawakuendelea kwamba endapo ikitokea huyo mwamuzi akikosea
hatua fulani zitachukuliwa. Haipo hiyo kwenye kanuni. Sasa kama haipo kwenye kanuni, utamwadhibu? Huwezi kumwadhibu. Na athari pia. Yes, athari ni kubwa sana. Tukiangalia kwa upande zote mbili, it is very clear kwamba unatakiwa kujenga huo mchezo kwa mafanikio nyumbani kwako. Sawa? Mimi sioni kwa kuleta waamuzi kutoka nje ya nchi tunaujenga huu mchezo, bali tunazidi kushusha hadhi, sio mchezo bali tasnia ya urefarii ndani ya nchi yetu, au sivyo? Because if we don't have competent referees to officiate our football, basi kuna dosari kwenye mpira wetu, na kama kuna dosari hiyo inatakiwa irekebishwe. Sasa tunairekebisha vipi hiyo dosari? Kwa kuleta waamuzi kutoka nje? Hapana. Tuwatumie hawa wa kwetu, tuwawajibishe hawa wa kwetu pale panapostahili. Achana na mechi ya dabi peke yake. Let's talk in general kuhusiana na marefari. Kuna mechi inachezwa Mashujaa dhidi ya Mtibwa, inachezwa mechi kati ya Coastal Union na Mbeya City, Mashujaa na Mbeya City. Sawa? Ni mechi ambayo inahitaji uweledi ule ambao unahitajika kwenye dabi. Sawa? Sasa kama waamuzi wetu wako competent kuweza kuchezesha mechi hizo zingine, tuwatengeneze waweze kukabiliana na mechi ya dabi. Bahati mbaya sana, mimi nina vitu vingi ninavyovijua kwa sababu naongea na watu wengi. Huwa nasemaga kitu moja, naomba nenda kukutana na kamati ya waamuzi, alafu naomba waulize kwenye structure ya wakufunzi wa marefari kuna idadi gani ya marefari ambao ni wakufunzi na wangapi ni assistant referees ambao ni wakufunzi. Idadi ya assistant referees kwenye wakufunzi ni kubwa kuliko marefari. Hiyo ni pungufu moja hapo mimi naiona kwa upande wa waamuzi wetu, kwamba hawapati watu competent wa kuweza kufanyikisha ufanisi wa marefari, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama uzoefu unamata kwenye ualimu. Unapokuwa umeifanyia kazi kwa muda mrefu, unakuwa umebobea katika hiyo eneo. Kwa hiyo kama tunataka kufanyikisha sekta ya marefari ipande, sekta ya assistant referees ipande, tunahitaji wakufunzi ambao wanaweza wakapeleka hiyo elimu kwa hawa waamuzi wetu. Hiyo moja. Ya pili, ukishapata wakufunzi wa kutosha, tunatakiwa kutengeneza system. Naomba hii tena nikae vizuri. Ndio. Nimerelax sana. Ngoja hii niweke vizuri. Tutengeneze system ya kwamba leo Irene ametoka anaenda kufanya interview. Nani anayekusimamia wewe interview ulizozifanya? Wakati tunakuja hapa kuna maswali nilikuuliza.
utaweza kunihoji mimi? Sio kwamba siamini uwezo wako, bali ninahitaji mtu wa kunichallenge. Sawa. Nashukuru kwamba yale ambayo nilikuwa nategemea umenifanyikishia. Sawa. Referee anapoenda kuchezesha mechi anatoka wilaya fulani ndani ya mkoa fulani. Kule wilayani na mkoani kuna wakufunzi wa marefarii. Yule mkufunzi aliyoko kwenye wilaya ambayo Osman Kazi anatoka anatakiwa kufuatilia mechi ambayo Osman Kazi atachezesha. A note down pale alipofanya vizuri na pale alipokuwa na mapungufu. Huyu referee atakaporudi kule wilayani kwake ni lazima aende na form iliyotoka kwa match commissioner inayomwelekeza aongeze jitihada fulani. Akifika kwa mkufunzi wake kule, mkufunzi wake apitie ile fomu, alafu amfanyishe hayo mazoezi yanayostahili, then kamati ya waamuzi ije impangie tena mechi nyingine huyo mwamuzi. Yani kuwepo na follow up ya huyu mwamuzi, yale aliyokosea, je, ameweza kujirekebisha? Lakini at the same time kuna vitu jamani, mimi nimeanza kuviogopa hivi sasa. Ingekuwa ni kauli yangu, mimi ningetamani sana ligi yetu, shirikisho ingekataa kata isiingizwe katika masuala ya kubashiri. Na yenyewe ni changamoto. Mimi naiona hiyo changamoto. Ni maoni yangu, sijasema ipo, lakini ni mzoefu kwenye hii fani. Kuna kitu mimi nakiona na kinusa. Usije ukakuta kuna watu wanafanya makusudi. Anajua nini alichokifanya nje ya uwanja, anakuja anafanya hicho kitu kwa makusudi. Tunatakiwa kuidhibiti hiyo hali kwa ukubwa sana. Hayo ni maoni yangu. Sawa, uligusia hapo kuhusiana na uwajibishaji kwa upande wa waamuzi. Sasa tumekuwa tukishuhudia adhabu ambazo wanapewa, wengine wakishushwa daraja, wengine wakifungiwa. Hii ina faida yoyote kwa upande wao? Kwa sababu kadri ambavyo wanakosea ndio kadri ambavyo tunawafungia hawa waamuzi, ndio kadri ambavyo wengine wanashushwa madaraja. Hii ina afya kiupande wao? Haina afya. Ukishamfungia kinachofuata nini? Huyo referee ataenda kukaa na kufanyia mazoezi yale ambayo alikosea uwanjani? Mimi navyojua mareferee, ukiondoa Dar es Salaam ambayo kuna kuwepo na mazoezi ya kiwilaya na ya kimkoa, sehemu zingine mimi sina uhakika kama haya mazoezi ya kiwilaya na ya kimkoa yanafanyikaga, kwa sababu ya aina ya jiografia ya nchi yetu. Dar es Salaam wilaya zake zipo pamoja, lakini ukienda Arusha, wilaya ya Arumeru, Simanjiro, sijui na wapi, Arusha mjini, ni distance mkubwa. Huyo mtu atakayetoka Simanjiro kuja kufanya mazoezi ya kimkoa atakuwa na moyo sana huyo, au sivyo? Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ningeshauri ni hivi. Utaratibu nilioupendekeza, wilayani kuna wakufunzi, itengenezwe tu form. Achaneni na form ambayo inapelekwa
kwenye kamati ya masaa 72 au bodi ya ligi, sawa, inayopelekwa bodi ya ligi actually itengenezwe form nyingine ambayo match commissioner anajaza kwamba bwana, mimi nimeona referee wangu huyu ana mapungufu haya. Hiyo form anamtumia moja kwa moja mkufunzi wa wilaya husika, yule anatizama, aha, kwa hiyo mwamuzi wangu ana mapungufu haya. Yule atakapokuja anaambia, haya bana, wewe unatakiwa kufanya mazoezi haya, kule bana ulikuwa na mapungufu haya. Au sio? Ukizingatia na huyo mkufunzi awe ameitizama ile mechi, tutawarekebisha waamuzi wetu na tutaweza kufikia malengo yetu. Lakini unapomfungia huyo mtu atenda kufanya mazoezi ya kukimbia, kujiweka fit, ile elimu ya wapi alipokosea, kilichosababisha afungiwe. Kwa mfano, mimi sikutoa penalty fulani, sijatoa penalty sehemu fulani, inategemea mbele yangu labda kulikuwa na mchezaji, sio utetezi huo. Huyo mchezaji kuwa mbele yangu, nikishaona mbele yangu na mchezaji alafu mpira huko nyuma ya huyo mchezaji yuko mbele yangu, mimi natakiwa kuhama position yangu, au sio? Nikishahama position naweza nikaona hiyo tukio vizuri, au sio? Kwa hiyo nahamaje? Ndio mkufunzi wangu anifundishe hicho, umenielewa? Hiyo ndio solution, na kumfungia, kumshusha daraja. Unajua inachukua muda gani kumtengeneza referee? Kumtengeneza referee, jamani, it's not a joke. It's not a joke. I'm proud kwamba mimi nilibahatika kuandaliwa na watu waliokomaa. Marehemu Seif Nassor, aliyenishawishi marehemu Judicat Estomi. Ukija mwalimu wangu mkubwa aliyenifundisha sheria za soka, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi hivi sasa, Sudi Abdi, mtu mmoja imara sana yule, ana misimamo sana yule. Nikaja nikapokelewa hapa Dar es Salaam na Mwalimu Omar Isaac Abdul Kadir, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Unaona, leo hii tuna watu gani wenye kaliba ya kina Omar Abdul Kadir? Omar Abdul Kadir ilikuwa akisema neno, yani mtu unamwelewa kwamba leo hii wakufunzi gani? Siwavunjii heshima wakufunzi waliopo, lakini kuna figa fulani inatakiwa kwamba bwana, huyu hii chuma hii, au sivyo? Sasa hivi wakufunzi wengi na waona wanawapeleka marefari wanafunzi. Kuna wakati unatakiwa kuwa baba, kuna wakati unatakiwa kuwa mama. Unajua mama anapofundisha anampempa mtoto kiasi fulani. Baba anapofundisha kuna kuwepo na punch fulani, sio ukali, yani kuna kuwepo na punch tu, au sivyo? Kwa hiyo ukiniambia mimi issue ya kumfungia referee, it's not a solution. Sawa, kumekuwa na kauli za pressure kutoka kwa viongozi ama mamlaka husika kwenda kwa hawa waamuzi. Dabi ya mzunguko wa kwanza alisikika kiongozi mmoja wa TFF kwamba ikitokea mwamuzi akaharibu mchezo basi atampeleka mahakamani, lakini pia tukashuhudia pia hata fainali ya dabi ya Kariakoo ya Muungano, referee kutoka nje pia kuna kiongozi wa mpira alisikika akisema endapo akikosea basi atalipa gharama zote ambazo zimetumika yeye kumleta. Hii kwa namna moja ama nyingine huaga ina athari kwa mwamuzi ambaye anaenda kuchezesha mchezo. Ina athari kubwa sana kwa sababu huyo mtu anachezesha under pressure, na kiongozi aliyesema, niliwasikia watu wakiwa wanahoji kwamba alisema atampeleka mahakamani, mbona hajampeleka mahakamani? Unajua watu wanashindwa kutafsiri neno mahakama vizuri. Mahakama ni sehemu yoyote ambayo watu wanasimamia sheria. Kwa hiyo hata zile kamati ni mahakama pia, sawa.
Kwa hiyo sio lazima tuende kwenye mahakama za nani hii Kisutu, sijui wapi, mahakama kuu na kadha. Hapana, mpira hauendagi kule. Mahakama zetu ni mahakama ya kimichezo ambayo zipo ndani ya shirikisho. Sasa hizo kauli zina athari kubwa sana. Mimi iliwahi kunikuta, sema bahati nzuri ilimkuta mtu mmoja mjeuri. Mimi mtu akiniita mjeuri, mimi wala sishangai hata kidogo, kwa sababu ujeuri ni hulka ya mtu mwenye kusimamia kile anachokiamini. Huyo ndo mjeuri. Sasa nikosa mimi kusimamia kitu ninachokiamini mimi? No. Ukiniambia mjeuri, potelea mbali. Tukubaliane kwamba mwaka 2006 mimi nilikutana na pressure kama hiyo. Niliitwa na watu watatu kwa maelekezo yaliyotolewa na rais wa shirikisho wakati huo, mzee wetu Ledgar Chilatenga. Kwamba kakaeni na hao waamuzi. Hizi allegations zilizoletwa, mimi nilipewa allegations kwamba simu yangu nimeweka rehani kwa club moja hapo, alafu nimepewa $1,000. Kumbe mimi nibadilisha tu namba yangu ya simu. Nilibadilisha namba ya simu, na timu moja ambayo ilijaribu kunishawishi nikaitolea uvivu. Nilitolea uvivu kabisa, nikamwambia sikilizeni nyie, kaendeleni timu yenu ije icheze. Mimi kesho naenda kurudisha beji yangu. Haya matukio ya kushawishi waamuzi kumbe yapo? Yapo sana tu. Yapo. Mimi nilikutana nayo. Nilikutana nayo kabisa. Mwamuzi anaitwa Chemba kabla ya mchezo. Mimi walinifuata nyumbani. Hiyo timu ilinifuata nyumbani na nikawafukuza. Kaambia kaendeleni timu yenu, tukutane kesho uwanjani. Wakaja wakanihoji kazi ilikuwaje, nikawapa picha nzima. Wakaniambia sasa sikiliza, uwe makini unapoenda kuchezesha hii mechi, kwa sababu na sisi kwa upande wetu kamati ya utendaji nzima itakuwa ipo pale uwanjani siku ya kesho. Unajua nimjibu nini? Hayo maneno nayakumbuka mpaka kesho. Hiyo kamati ya utendaji yenu haitoshi kunirudishia beji. Kesho mleteni Sepp Blatter, mpira nitakaochezesha kesho mimi nitarudisha beji yangu ya FIFA. Ndio maneno niliyoiambia ile kamati, na nikaondoka kwa jazba. Kwa bahati aliyechagiza jazba yangu, babangu mzazi, ndio mechi ya kwanza kuingia uwanjani, uwanja wa Uhuru pale. Shirikisho wenyewe walinipa zawadi kwa kuchezesha ile mechi vizuri. Nilipewa zawadi ya shilingi 500 na shirikisho, sio na mtu, shirikisho. Kwa baba nda ujamaa kweli chuma wewe. Matukio kama hayo ya timu kuwafuata waamuzi kabla ya mechi, pengine kwa sasa hivi ndo matukio ambayo tunayashuhudia, pengine yanasababisha haya makosa ya kibinadamu. Usitake nikasema kitu nisichokijua. Mimi nimezungumzia enzi zangu. Sasa hivi mimi siko karibu na timu, siko karibu na waamuzi, ila naona vitu vinavyoendelea. Kwa hiyo nikisema hapa ni kwamba mimi nitakuwa nimehukumu. Sitopenda ni hukumu. Sawa? Kama yapo, basi mimi naona hao watu wanapoteza muda. Naomba nimquote mzee wangu, rais wangu, ambaye nilikuwa na bahati naye ya kipekee kabisa. Bana, hebu mulika hapa kidogo. Umeiona hii picha? Ndio maana nasema huyu mimi ni rais wangu kipenzi, kwa sababu nilipata access ya kupokea firimbi hapo. Wakati ananipa mkono, amenipa firimbi, kisha akanipa mkono kunitakia kila laheri.
aliwahi kusema munashinda kwa ujanja, mkienda kimataifa raundi ya kwanza ya pili out, kama sikosei. Tushindane tushindane kwa uwezo tuliojaliwa, ili tukaitangaze nchi yetu kimataifa, ili tukatoe fursa ya ajira zaidi kwa watu wetu. Tunaposhinda kwa ujanja tunaiharibu. Na watu ambao acha niweke wazi, watu ambao wanashawishi mpira wetu kushinda kwa ujanja ndio maadui wetu wakubwa. Hiyo nimesema mimi Osman Kazi. Wanaoshawishi kushinda kwa ujanja ndio maadui wetu wakubwa wa soka yetu. Waache hiyo mara moja. Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni, kwa kuasa na kuambia waamuzi wa sasa hivi, unalipi la kuwashauri ama kuambia? Mwamuzi ni mtu mwenye heshima ya kipekee kwenye tasnia ya soka, na sio soka, mwamuzi yoyote, iwe basketball, boxing, volleyball, football na kadhalika, ni watu ambao tumepewa dhamana ya kusimamia sheria. Unajisikiaje unapojua kabisa kwamba namnyima Irene haki yake? Nafsi yako lazima itakusuta, au sivyo? Tujaribu kutekeleza yale majukumu ambayo tumeaminiwa, na sio vile baadhi ya watu, naomba niweke kwenye herufi kubwa, baadhi ya watu, no matter hao watu wawe ni viongozi wa timu, ni watu wako wa mtaani, ni viongozi wako wewe binafsi, wakisha anza kukushawishi kwamba bana ya hapa mimi nataka ukapindishe sheria, bana huyo hakutakii mema, kwa sababu atakayeonekana ni wewe na sio yule aliyekuagiza. Nenda katende haki. Sawa, pengine tukikupa fursa ya mwisho hapa kutuelekezea kidogo kuhusiana na +1, naona hapo hivyo. +1 ni kampuni yangu. Ndio. Hongera. Nashukuru sana. Mimi ni mwanamichezo 100%. Huku nikiwa nafanya kazi ya uchambuzi, huwa naandaa matamasha ya michezo. Lakini naomba uelewe neno +1. Hapa ungeona mchezaji mpira, hapa ungemwona referee au mcheza netball, lakini hapa unaona kuna nimeweka wall putty. Ndani ya +1 kuna kitengo kinaitwa +1 supplies, inajishughulisha na kusupply bidhaa mbalimbali, moja hapo ni wall putty. Sasa hivi mimi ni wakala wa AB wall putty ambayo imeingia sokoni kwa nguvu sana, na mpaka Osman Kazi amekuja amesimama pale mbele, kwa ile jambo haliwezi likawa la kawaida. Kwa wewe mtazamaji wangu, Shamba Media, mimi wanajingataga sana kumtaja Kishamba. Kwanza bana, mpe hongera yangu. Anastahili ile tuzo aliyochukua BMT juzi. Hongera yake kubwa. Naomba pale utakapokuwa uko kwenye finishing, mtafute Osman Kazi niweze kukuletea wall putty hadi mlangoni kwako na kuletea kwa bei nafuu kabisa. Sihitaji hapa hiyo bei, wapinzani wangu wasije wakajua nauza bei gani. Umemsikia hapa kwa uzuri kabisa mwandamizi, naweza nikamuita hivyo, Osman Kazi. Ameongelea vitu vingi sana, kaongelea kwa upana sana kuhusiana na waamuzi wetu wa ndani, lakini pia hata wale ambao huaga tunawaleta kutoka nje. Umemsikia hapa kwa uzuri kabisa. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera ipo director Moji. Tukutane tena wakati mwingine.